Karibu sana katika kipindi chako cha afya bora na kipato imara, na hongera kwa kutembelea ukurasa huu utakaojifunza mengi zaidi kuhusiana na afya yako. Ni Mbaraka Mbwambo, professional wellness consultant certified by WHO, na wasaidia watu kama wewe kuboresha afya zao, kujilinda na changamoto kadha wa kadha ili kuishi katika ustawi mzuri wa maisha ya leo, lakini na maisha ya baadaye. Mada yetu ya leo inasema mahusiano na ndoa. Hili ni swali ambalo linakaa sasa kibiolojia ili kuweza kuona, je, ni kipindi gani zaidi kinachomfaa mwanamke kuweza kuwa katika mahusiano, lakini hata wewe kijana unayetaka kuwa katika mahusiano. Nini maana ya mahusiano? Mahusiano ni hali ambayo itakutanisha watu wawili wenye lengo moja la kutaka kuwa pamoja katika maisha yao. Hiyo ni maana rahisi sana ya mahusiano. Lakini kiafya, je, wewe uko tayari kuwa katika hayo mahusiano? Tumeziona changamoto nyingi sana duniani, mojawapo ni changamoto ya criminal cases, kesi za mauaji. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, changamoto hizi zimekuwa kubwa sana kutokana na watu kutokuwa na ustawi mzuri tu katika upande wa afya ya mahusiano. Eneo hili tutakwenda kujifunza katika afya ya mahusiano pamoja na ndoa hapo. Je, ni muda gani ambapo kijana anapaswa kuingia katika mahusiano? Kiafya, kijana anapaswa kuingia katika mahusiano muda ambao atakuwa amejiweka vizuri katika vitu hivi vinne. Eneo la kwanza ni eneo lako la kiroho. Eneo la pili ni eneo lako la kiafya. Je, uko tayari? Kiroho maana yake ni kuwa sasa na utayari wa kutaka kufunga ndoa. Maana yake ndiyo kiroho. Je, uko tayari kuoa? Uko tayari kuolewa? Ama unataka kufanya fujo tu kwa watoto wa watu? Hilo si jambo zuri. Lakini la pili ni katika eneo lako la kiafya. Wewe kijana ambaye uko tayari kuoa, je, misuli yako inaruhusu kuweza kufanya jambo likalomfanya mtoto wa watu waweze kupata ujauzito? Lakini hata wewe dada, umetunza kizazi chako? Ama ulikuwa unanyofoa tu ujauzito kule ambapo ulikuwa? Hivi vitu ambavyo vinaweza vikasababisha hali ikawa ngumu sana ya kimahusiano. Eneo la tatu ni eneo lako la kifedha. Wewe kaka, wewe unataka kumuoa mtoto wa watu, umejiandaa kifedha? Ama unataka kumchukua mtoto wa watu aende kufanya vipimo vya mboga ndani ya nyumba? Kifedha umejiandaa wewe? Fedha ipo. Lazima ujiimarishe kiuchumi kwanza kabla ya kumchukua mtoto wa watu kumuoa wewe kijana. Sawa, tukatazi, riziki anatoa Mungu, lakini ni lazima ujiandae ili usiende kutesa mtoto wa watu. Hivi ni vitu tunajifunza katika mahusiano na katika afya ya akili, kwa sababu tusipoviangalia inaweza ikaleta changamoto kubwa. Na eneo la nne ni eneo lako sasa la uwezo wako wa kuweza kupokea changamoto. Wewe kijana wa kike, wewe kijana wa kiume, unataka kuingia kwenye mahusiano na ndoa. Umejiandaa kiakili kukabiliana na changamoto za ndoa? Si jambo la mzaha hili. Ndoa unaingia ukiwa wapewa cheti, alafu matendo utayakuta ndani. Maana yake tunakupa cheti kabla ya mtihani. Wewe unafikiri inakaaje? Kwa hiyo mahusiano yanatakiwa yalindwe na kuandaliwa katika namna hii bora zaidi ili kuweza kutengeneza ustawi mzuri wa vijana. Swali najua unalojiuliza, ni muda gani sahihi wa kijana kuweza kuolewa? Kuanzia miaka 20 mpaka miaka 30 ni muda mzuri sana na muafaka wa wewe kijana kuweza kuolewa na kuwa. Lakini usije ukawahisha karma ya Mwenyezi Mungu. Yawezekana ukapita katika hizo tarehe usimpate uliandikiwa kuwa naye. Usisikitike kamwe, kwani moja katika vitu ambavyo Mungu anaweza kukutunza navyo ni kukuletea mtu sahihi kwenye maisha yako. Ni bora kuchelewa kufika, lakini kufika ukiwa huna majuto ya maisha yako. Unaweza ukaharakisha vitu alafu vikakutokea puani, ukajikuta umeteseka, umepata ghadhabu na umepata majuto makubwa sana katika maisha yako. Kwa hiyo kuna vitu vingine sio vya kuviharakia, bali ni kuvipeleka tu katika namna vile ambavyo Mwenyezi Mungu ameamua vitokee katika maisha yako. Tukitoka hapo tunakwenda kuangalia ni namna gani sasa ya kumpata mwenza ambaye atakayeweza kukufaa kimahusiano, kiafya. Unampataje? Kwanza kabisa kuna sheria ambayo nataka nikupe hapa, na hii inatakiwa ikupate wewe dada au wewe binti na wewe kijana wa kiume. Hii inasema hivi: not use your emotional thinking while you are
trying to use your intelligent thinking. Usije kujaribu kutumia maamuzi kwa kutumia hisia zako pale ambapo unataka kutumia akili yako kufanya maamuzi. Usitake kuolewa ama kuingia kwenye mahusiano kwa sababu umemwona mtu ana kifua kikubwa. Sawa, inawezekana ndio kinachokupa ashki wewe. Lakini wewe kaka, wewe kijana, usitake kuingia kwenye mahusiano kwa sababu umemwona binti ana maumbile fulani hivi ambayo wewe anakuchanganya. Hivi ni vitu ambavyo ni physical appearance things. Ni vitu ambavyo vinaweza kuharibika ama kubadilika muda wowote. Maana yake vikipotea hivi na mahusiano yote yamepotea. Kwa hiyo chukua sasa sifa za kuingia kwenye mahusiano. Jitahidi sana umpate mtu mwenye akili timamu. Na mwenye akili timamu ni yupi? Ni yule anayejua ni wapi anaelekea katika maisha yake. Kwa hiyo jitahidi kutafakari na kumuuliza mwenza wako, mtu ambaye unaona anakufaa kuwa katika naye mahusiano, wewe una mipango gani ya miaka 3, 2 mbele? Je, tunaendana? Chukua muda hapo ili kuweza kumpata mwenza anayekustahiki na kuwa katika mahusiano yenye afya. Mbele yako ni Mbaraka Mbwambo, ni professional certified wellness consultant kutokea hapa Afya Bora na Kipato Imara. Kujifunza mengi zaidi ya haya katika kuboresha afya yako na ustawi wa akili yako, basi usiache kutembelea ukurasa huu, lakini usisahau kusubscribe, like, follow and share ili kujifunza mengi zaidi katika upande wa afya. Utapata ushauri wenye kiwango cha kimataifa na huduma pia. Karibu sana. Kwa pamoja tunasema amua, jiamini, anza. Wewe ni mshindi wa maisha yako. Mahusiano yanaandaliwa kabla ya kuingia. Karibu.